محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jamani Waislamu, dakika chache inshallah, dakika 5-7 uweze kuvuka mpaka 10 kwa uwezo wa Allah. Nataka nitafsiri khutba yangu kwa lugha ya Kiswahili mukhtasar. Unwani khutba leo ilikuwa al-i'tiraf bimazaya al-akharin fadila, kukubali kuridhika kama Allah subhanahu wa ta'ala kaamba watu wengine kipaji, uridhike, hii mgao ya Allah. Na nisimama katika suratul Qasas aya namba 34 mpaka 35. Musa alayhi salam, Musa alayhi wa nabiyina salam, amwambia Mungu, ndugu yangu Harun, wote nabii, Musa nabii na Harun nabii, lakini Musa ni bora kuliko Harun. Musa yuko katika ulul azm watano hapa alayhi salam, lakini ndugu yake yeye nabii. Kamwambia Allah Taala, wakati Mungu amemtuma kwa watu wa Bani Israeli, anasema Mungu, mjalie Harun awe na mimi. Kwa nini Musa mtaka Harun awe na wewe? Qala huwa afsahu minni lisanan, yeye ana fasaha balagha kuliko mimi. Ilikuwa yeye hana balagha, hana fasaha alayhi salam. Sasa katika aya hii tumechukua leo darsa, kumbe Musa mmoja ni nabii, mmoja yeye mkubwa kuliko Harun, ni wewe bora kuliko Harun, yeye katika ulul azm watano hivyo. idha akhadha Allah min nabiyina mithaqahum wa minka wa min Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam. Harun haipo, na Mungu asema tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd. Wao wa mtume wote utukufu kuliko sisi, lakini wao baina yao ni wana kila mmoja anamzidi mwingine, Mungu kampa. Sasa Musa anamzidi fadhila nani? Harun. Pamoja na hivi anasema Mungu, mimi sina balagha, sina fasaha, Harun ana fasaha, nijalie awe na mimi. Tubata banini, amekubali nini? Allah kaamba mdogo wake nini? Kipaji, ni mazaya na hiba, ni zawadi kutoka nani? Kutoka Allah. Kama wanaona ndugu yako fulani Allah kaamba kipaji, anagawa Mungu, mkubali, mshimu. Sio kila kitu wewe. Sijui Waislamu leo vizuri, lakini kukataa watu Allah kaamba kipaji kuliko wewe, na wewe Mungu akupa yako unamzidi yeye, lakini sehemu fulani mwachie yeye. Tuko msikitini hapa, yuko mtu anakuzidi ilmu, tangulize yeye, amkuzidi hifadhi, tangulize yeye. Sio kila kitu wewe tu. Nitoa mfano tu, hata katika kampuni wewe msimamia mahasibu, lakini yuko mtu chini yako anakuzidi ilmu, ana kibaji kuliko wewe. Allah kaamba la tahqiruhu, usimdharau, usimdhalilishe. Hii kibaji nani nagawa? Mungu. Mtangulize yeye kwa sharti kama yeye mmunifu. Kama yeye mmunifu, maana mimi siwezi kuongoza, nitakuwa chini yako. Wewe unafanya kama yeye mmunifu, sio mmunifu wewe usimamie. Sijui Waislamu Amerika kila kitu. Kwa kila kitu mfano hapa. Mimi natoa mfano tu, kila kitu. Kila sehemu. Mtu anakuzidi, mtangulize yeye. Kujenga nyumba, hata wewe kama yuko mkubwa, lakini huyu anakuzidi kijana, Allah kaamba kibaji, tangulize yeye, sikiza rai yake. Sijui Waislamu elewa. Kukataa kibaji ya mtu Allah kaamba watu, kuzuia, kumdharau, tabia sio tabia wa Waislamu, sio tabia wa nabii. Musa amekubali nini? Harun ana kibaji kuliko yeye kwa fasaha. Imani nasema Mungu, mtangulize huyu, mimi nikaa nyuma. Huyu anaweza kuongea vizuri, kuelewesha, mimi siwezi. Kukataa Allah neema kaamba watu, au kipaji kaamba watu, itabia ya Iblis. Sasa wewe chagua hapo Muislamu, uwe na tabia ya manabii, ambayo tabia nzuri. Na Allah katika Qur'ani kaambia Mtume sallam, baada kumtaja manabii kaambia nini? Ulaika alladhina hadahumullah fabihudahum iqtadi. Hao mtume wote tumtaja mbele yako, Allah ameongoza, na wewe fuata njia yao. Si njia Mtume Muhammad nini? Kila mtu Allah kaamba neema, usimhusudu. Kwa hasidiana sio tabia wa Uislamu. Maana Mungu anasema la tahasadu, Mtume anasema la tahasadu wala tabaqadu wala tanajashu. Hadithi ndefu.
mwisho anasema wakunu ibadallahi ikhwana. Usimhusudiane, usimchukiane waislamu, wala tanajashu. Tanajish maana yake mtu atakununua nyumba hii hapa, wewe umesikia Mubarak Darwish tanunua kiwanja hii, mimi nishasikia, mimi naingia Darwish kafika ngapi? 120 au 130. Hii haram, hii haram. Na ndugu yako ameposa sehemu binti na wewe umesikia, usipeleke posa na wewe, usubiri baka au kubali kizazi wa wazazi wa binti au amkatae, lakini anaweka yako haram. Katika hadithi tugobe Mungu, ndugu yako utanua kitu na wewe unamforce, haram. Na mtume mwisho anasema wakunu ibadallahi ikhwana. Kuhusudiana sio tabia ya umma hii, lazima uelewe vizuri. Hii tabia ya umma mitangulia. Mungu anasema ma yawaddu alladhina kafaru min alkitab wal mushrikina an yunzila alaykum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. Na mtume anasema ameingia kwenu waislamu, ameingia kuwiziwizi kimya kimya kwenu ugonjwa yao watu kabla yenu wa Kristo na Wayahudi. Anasikana mara nyingine mwanafunzi chuki anamzidi mwalimu wake, baka Iblisi anapiga breka sema huyu amenizidi nini. Iblisi nyewe watu wengine anamshangaa. Tumsalie mtume. Ndugu waislamu, kukataa mtu fulani kamba kibaji fulani tabia ya Iblisi. Wapi? Wakati Allah kamwambia malaika pamoja na Iblisi usjudu li Adam, msujudieni kwa baba yetu Adam. Sujudu ile sio ibada, sujudi ya mshimienu, takrim, tashrif. Kama surati Yusuf Allah ametaja wakati ameingia Misri, baba yake na ndugu zake fakharu lahu sujada, msujudu kwa ajili yake. Sujudu anakusudia katika mila yao ni tashrif, sio sujudu ibada. Dini yetu haifai kumsujudu ya mtu, never. Mungu anamwambia mshimu Adam, Adam bora kuliko nyinyi. Malaika wote wamekubali kutoa heshima hii, wakubali. Iblis kakataa, akasema ana khairu minhum, mimi bora kuliko yeye. Kwani mimi Mungu ameniumba katika moto, huyu katika udongo. Udongo na moto, moto bora kwa akili yake. Na ulama wanasema dhambi ya kwanza mtu ana maasi Mungu ni kibri. Muislamu tukae mbali na kibri. Kibri sifa ya Allah. Uchamwona mtu yote na kibri, mbe na saha kakataa kana mbali, tayari amevaa sifa ya Allah. Huwa almutakabbir subhanahu wa ta'ala, walahu alkibriyau fi samawati wal ard. Shona mtu na kibri huyu bas kana mbali. Lana Mungu anasema, Mungu katika hadithi anasema alkibriyau izari wal 'azamatu ridai faman naza'ani fihima adkhaltuhu nari. Asema Allah Ta'ala utukufu na kibri ni sifa zangu mimi, yeyote kunishiriki taingiza motoni. Wewe nani? Wewe binadamu tu dhaifu. Unasikia ingawa unalalamika, chakula unaenda choo unatoa nini? Choo unatoa nini? Tunajua mstakutaja, wote tunajua maana tunafanya kila siku. Alafu ungelee nyuki anatoa nini? Darwish asali ya nyuki anatoa wapi? Sehemu ya siri, sehemu haja kubwa anatoa. Lakini Allah kasema fihi shifaa'un linnas, sharabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa. Kasimi yetu yako ni iko shifa katika watu subutu. Sasa unaringa nini wewe? Nani naringa nani? Zangu Waislamu, tuache tabia ya Iblisi sisi wote, hata mimi, tufate tabia wa nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Zangu Waislamu, Mtume sasa siku moja amekaa anaongea na sahaba zake, kaje badui mtu wa shamba, kamuuliza Mtume kiyama itatokea lini? Unajua watu wa shamba hawana break, hana akili kwamba subiri mpaka Mtume amalize mazungumzo na watu wake badani muulize. Hawana, kauliza hivi tu moja kwa moja. Mtume anaongea, Mtume hajamjibu. Wasahaba sema Mtume kasikia maneno yake, kasikia swali yake lakini kachukia, nataka kujibu. Ingesema hajasikia. Baada Mtume kamaliza, yuko wapi yule anauliza kiyama? Njoo. Unasemaje? Kiyama itatoka lini? Anasema wakati unaona, Mtume anasema amana fi dhiyat al-amana fantadhir saa. Kama amana itapotea,
udilifu utapotea, msubiri kiyama itakuja. Kivipi? Unaomba mtu hastahiki sehemu anaongoza yeye ambaye hana ilmu ile, hii shida. Na watu wanamsikiliza mtu kuongoza wao, kumlekea wao, na yeye hana ilmu ya dini, na Waislamu hajamchagua na hajui dini. Sio wapo leo kwa social media na Waislamu wanamsupport. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Tu katika zamani zanguni kila mambo yamebadilika, mbele kaja nyuma, nyuma mbele. Mtume anasema sayati ala nasi sanawatu alkhada'at, itakuja kwa watu miaka ambayo ina khidai watu. Khidaa Kiswahili yani ndani yake ina khidaa, hakuna kweli. Tume vipi huyu? Tupe wasifu wake. Yusaddaqu fiha alkadhib, mtu waongo watu wanamsidiki. Wayukadhabu fiha sadiq, na mtu asema kweli watu wanamkadhibisha. Wayutamanu fiha alkhain, mtu hana udilifu, khain, mwizi, watu wanamkibilia mali au amesimamia kitu fulani. Wayukhawanu fiha alamin, na mtu mtukufu ana udilifu, wasema huyu bana mwizi, huyu khain. Wayantuqu fiha ruwaybidha, itaongea watu katika zama kiyama karibu, watu huitwa arruwaybidha. Ruwaybidha kitu kile nani? Mtume ya tafsiri, hamna haja mtafsiri. Wasahaba muuliza ruwaybidha nani? Asema ar-rajulu tafi, mtu ambaye ni hovyo kabisa, hana thamani katika mbele ya watu. Yatakallamu fi umur al-amma, anaongea katika mambo ya mustakbal ya umma, na yeye hana lolote, chochote, ni muhuni, hana dini, hana kitu chochote. Imani ipo hamna. Mtume kasema hivi, ni hadithi sahihi kabisa. Janguni Waislamu anaongea mtu ruwaybidha, mtu ovyo katika masala ya mustakbal wa Uislamu, magadamu, nchi wa watu, nchi yetu, anavuruga na sisi tunamsikiliza. Anaongea katika dini wala hana ilmu. Janguni Waislamu, vijana lazima awe makini sana. Tazama ya hatari. Kila kitu leo duniani, uko chumbani kwako, kila kitu ile simu inakuletea. Kama unataka uchafu inakuletea, fitna inakuletea, kuchochea amani ya nchi. Wapo wanatumia hii, tofauti na zamani. Kila kitu imekuwa, dunia imekuwa kama kijiji ndogo. Vijana nyinyi naongea na nyinyi barubaru, sio kile mtu anapiga kelele Mungu kamba balagha na fasaha, wewe unamfuata tu. Tuko wewe mjinga sasa. Sio kile mtu ana fasaha na balagha ambaye anaongea ukweli. Kitu fulani kama mtu atakujua, muulize muhusika. Mbona wakati wewe sikio na kuumwa wewe kwa daktari ya tumbo, special tumbo, na wewe mbona unaenda specialist wa sikio? Kama ana ngozi, una allergy, unaenda daktari ya ngozi. Wewe ni daktari ya mifupa. Yani kila daktari ana takhasusi yake, specialist kwa kitu fulani. Na dini na ilmu na dunia hivi. Una mambo mushkil katika dini, muulize watu muhusika, wajua hao wana ilmu. Sio kila mtu unauliza Google fihi khair, fihi shar wa khair. Kama Mungu anasema fihi manafi, fihi al-khamr. Allah ta'ala khamr, pombe, anasema ina khair na shar, lakini shar yake nyingi kuliko khair yake. Yasalunka an al-khamr wal fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru al-khamr wal maisir min naf'i. Sasa uulize watu muhusika. Na malizia, Mtume anasema katika watu munafiki, katika watu hapendi khair kwa umma, wa idha ja'ahum amrun min al-amn, amekuja mambo yanahusika amani ya nchi au kitu inaleta hofu katika Uislamu, inabasua Uislamu, inagawa Tanzania, kama imekuja hao munafiki, Mungu anasema adha'u bihi, wanasambaza. Lakini Allah ataamba muongoze mimi na wewe, anasema nini? Watakie watu wa ambaye hahusiki kama sisi raia. Mungu anasema nataka turudishe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume wakati yuko hai na sunna yake leo yuko hai, na ulul amri minhum. Ibn Abbas katafsiri ulul amri haba alulama, turudishe katika ulama zao, waulize Sheikh hii anakusudia nini, ambaye wanamaamini. Anasema Mungu anajua mambo halisi katika fitna, watu wataalamu ambaye wanakuba mwongozo sahihi. Usiulize mtu yeyote. Hii ni khutba yangu leo. Jalie Mungu Allah yajalna wa iyakum muslimin qawla fi tibana ahsana.
Kutokana na maombi na ushauri wa wadau wa Kishki TV duniani kote ya kuomba kuichangia Kishki Online TV ili nao wapate kheri zinazotokana na kazi hii, sasa milango ipo wazi kwako Muislamu popote pale ulipo. Unaweza kuichangia Kishki TV kwa kutoa sadaka yako ili umma wa Uislamu uendelee kunufaika na maudhui ya vipindi mbalimbali vyenye ukumbusho na mafundisho lukuki kutoka hapa Kishki TV. Kumbuka kutoa sadaka hata kwa kiasi na ikhlas na kufurahi pindi itakapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555 au Vodacom M-Pesa 0746588888. Jina Kishki Online TV.